Mtazamaji, hii ni Amash Online TV. Usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni juu ya hiki ambacho tumekuwekea hewani. Mimi ni Martin Steven Mhina. Ni kwamba wakulima wa zao la chai waliopo tarafa ya Bungu wanatarajia kuondokana na adha wanayopitia sasa ya kukosa sehemu ya kuuzia zao lao la chai baada ya serikali kununua viwanda vinne, kimoja kikitarajiwa kupelekwa halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Hayo yamesemwa na mbunge wa Korogwe Vijijini ndugu Timotheo Mzava alipokuwa kwenye kikao cha robo ya 3 cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeshanunua viwanda vinne vipya vya chai kwa ajili ya nchi yetu, na katika viwanda hivyo vinne vipya vya chai vilivyonunuliwa, kiwanda kimoja kinakuja Korogwe. Baada ya kuona adha ambayo Mohamed Enterprises anatusumbua na changamoto tunayoipata, suluhisho la muda mrefu ilikuwa ni kujenga kiwanda kipya cha chai. Serikali imeshanunua na tayari ziko kwenye mchakato wa kufika Tanzania kwa ajili ya kwenda kwenye maeneo husika kwa ajili ya kuanza kufungwa ili vikamilika vianze kufanya kazi. Lakini serikali imenunua ikiwa na mtazamo kwamba viwanda vile watapewa wenzetu wa AMCOS waviendeshe. Sasa ukiangalia muundo na nature ya AMCOS, ukivikabidhi moja kwa moja na wasiwasi, udhibiti, lakini pia na umadhubuti na ufanisi unaweza kuwa mdogo. Tumezungumza na waziri wa kilimo, tumekubaliana vikishafika AMCOS watapewa mafunzo, lakini tumekubaliana tufikirie, na yeye amekubali kama sisi tuko tayari, hana shida, kuunda kampuni ambayo AMCOS watakuwa wanahisa, lakini halmashauri yetu itakuwa wanahisa ya kuendesha kiwanda hicho cha chai. Na waziri wa kilimo amekubali kwa ni kazi ya sisi kama halmashauri tutafakari tunafanyaje, tutengeneze kampuni tuwe na hisa halmashauri, lakini na zile AMCOS sio na hisa chache, tukiendeshe sisi pamoja na AMCOS, lakini kwa maana ya kuwa wamiliki, lakini kwa maana ya mfumo wa uendeshaji tutafute mfumo mzuri wa kitaalamu tu na watendaji ambao wana sifa kwa ajili ya kuendesha kiwanda kile cha chai. Hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya vyanzo vilivyopata. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe Kalage Sadiki Yusufu amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kusema upatikanaji wa kiwanda hicho unakwenda kuwasaidia wananchi. Chai ni zao la kiuchumi, ni zao la kibiashara, ni zao la kimkakati kwa wilaya ya Korogwe, kwa sababu tulikuwa tukipata mapato zaidi ya shilingi milioni 50 mpaka milioni 70 kwa mwaka. Kwa hiyo kutokuwepo kwa zao la chai kuna kutupunguzia mapato ya halmashauri, kunapunguza uchumi wa wananchi, kunapunguza uchumi wa mtu mmoja mmoja kwenye kaya na kwenye kata zetu na vijiji vyetu ambako tunatoka. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kutununulia kiwanda, na katika viwanda vilivyonunuliwa kiwanda kimoja kinakuja kwetu. Wananchi watapata hela, wananchi wataweza kusomesha watoto wao, wananchi watapata matumizi ya kawaida. Sisi kwetu ni faida kuwa na kiwanda cha kwetu cha wakulima, ambacho tulikuwa tunategemea viwanda vya Mohamed Enterprises, na mwenyewe ameamua kufunga viwanda vyake na ameamua kuyaacha mashamba yake. Lakini sisi wakulima wadogo wadogo tuna hekari 1810, ni nyingi sana kwa wakulima wadogo wa zao la chai. Naye diwani wa kata ya Makumba Saidi Shebila na Idi Kaoneka, diwani wa kata ya Mombo, wamesema upatikanaji wa kiwanda hicho utasaidia kuongeza mapato ya halmashauri na wakulima kwa ujumla. Kwa hiyo tunampongeza mbunge kwamba hata sisi leo katufungua masikio. Moja ya jambo lilokuwa likitutesa kwenye wilaya ya Korogwe ni wakulima wa chai, lakini leo kwa maelezo ya mbunge, maana yake mapato ya halmashauri, mapato ya serikali yanakwenda kuongezeka, kwa sababu sasa tuna changamoto ya kutokukusanya chochote kile kwenye chai kwa sababu uzalishaji haupo. Sasa mimi moja kama mwenyekiti wa kamati ya uchumi ya halmashauri ya wilaya ya Korogwe, na kwenda kuamini kwamba uchumi wa Korogwe unakwenda kuimarika kwa kitendo hiki cha serikali ya Dr. Samia, kwa mahusiano mazuri na mbunge tuliye naye. Leo watu wa Bungu, tarafa ya Bungu, wakulima wa chai wanakwenda kuyaenjoy maisha ambayo
walikuwa hawajui watoke wapi, waanzie wapi, wakamalizie wapi. Na ndio faida ya kuchagua mbunge ambaye siku zote akili yake, mawazo yake yanafikiria walionipa dhamana ya kuwa mbunge wana changamoto zipi, nikabiliane nazo kwa staili gani ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ujio wa viwanda hivi vya chai ambapo mmojawapo kitaletwa katika halmashauri yetu, hasa maeneo yale ambayo yanalimwa chai, itakuwa ni mkombozi mkubwa pamoja na uchumi na mapato ya halmashauri, lakini itakuwa ni mkombozi wa wakulima ambao katika kipindi cha miaka mitatu sasa wamepoteza mwelekeo na kukosa ile ari, hasa baada ya kujikuta chai inakuwa na inapoteza mwelekeo kwa sababu na mapato yao ya maisha yao ya mmoja na uchumi wa halmashauri kwa pamoja umekuwa ukipotea. Kwa hiyo ninaamini kwenye hili ni mkombozi. Kutoka hapa Makuyuni lilipo jengo la utawala la halmashauri ya wilaya ya Korogwe, mimi ni Martin Steven Mhina.